Karibu tena kwenye kipindi kizuri hiki, kipindi pendwa cha Manukato ya Sifa, ambapo unapata wasaa mzuri kabisa wa kujifunza neno la Mungu. Usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare channel yetu ili tupate nguvu ya kukupa mafundisho zaidi. Leo moja kwa moja acha tuliweke vizuri na tushare jambo hili ambalo linahusu nini kitakachojiri au kitakachoendelea baada ya unyakuo wa kanisa. Tunajua baada ya unyakuo wa kanisa kutokea, kitakachofanyika kwanza ni nini? Yale mambo yote yaliyoandikwa kwamba jua litageuka damu, mwezi utageuka kuwa damu, jua litakuwa jeusi. Haya mambo yatatokea kipindi cha ziki kuu. Mwishoni kabisa, mwishoni mwa ziki kuu, haya mambo ndipo yatakapotokea. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 24, ukisoma ile mistari vizuri, Yesu alisema baada ya ziki ya siku zile, unasema andiko linasema hivi kwenye kitabu cha Mathayo sura 24, mara baada ya ziki ya siku ile, jua litakuwa giza, mwezi utakuwa mwekundu kama damu, nyota zitaanguka juu ya nchi na nguvu za mbingu zitatikisika. Ndipo itakapoonekana ishara ya mwana wa Adamu akija juu ya mawingu na utukufu wake na nguvu nyingi. Kwa hiyo hilo jambo litafanyika mwishoni kabisa mwa ziki kuu. Hilo ni swala la jua kugeuka kuwa giza na mwezi kugeuka damu, kuwa mwekundu kama damu, litafanyika mwishoni mwa ziki, baada ya ziki. Ndio maana Biblia inasema mara baada ya ziki. Yesu alisema mara baada ya ziki ya siku ile ndio hayo mambo yatakapotokea. Maana pia wapo watu ambao wanaamini kwamba kanisa litapita kwenye ziki kuu. Kuna wengine wanasema kanisa litapita kwenye ziki kuu, lakini kwa mujibu wa Biblia kanisa halitopita kwenye ziki kuu, kwa sababu ziki kuu haijaja, kwa sababu kanisa bado lipo duniani. Lakini kanisa litakapoondolewa ndipo ziki kuu itakaporuhusiwa. Kwa hiyo hayo mambo yote, jua kuwa jeusi, kwa habari ya mwezi kuwa mwekundu kama damu, hayo mambo yote yatafanyika kipindi cha mwishoni mwa ziki kuu. Sasa baada ya ziki kuu, unyakuo umekwisha kutokea. Sasa baada ya ziki kuu, sasa ndipo Yesu atarudi tena duniani kuanzisha ufalme wa milenia, yani utawala wa miaka 1000. Kwa hiyo atakapokuja sasa, hicho ndicho kipindi kila jicho litakapomuona. Lakini kipindi cha unyakuo kila jicho halitamuona. Kwa nini? Kwa sababu atakapokuja kipindi cha unyakuo hata kuja duniani. Manake ukisoma kitabu cha Wathesalonike wa pili sura ya 2 mstari wa 16 mpaka 17, Biblia inasema hivi: kisha Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko wa parapanda na sauti ya malaika mkuu. Alafu Bwana anasema hivi: waliokufa kwanza katika Kristo watafufuliwa. Alafu kisha sisi tuliosalia tutanyakuliwa, tutakwenda kumlaki wapi? Mawinguni. Yani tutaungana na wale waliofufuliwa, alafu tutanyakuliwa, tutakuungana nao mawinguni kumlaki. Manake atakuja, lakini ataishia wapi? Mawinguni. Wale wahusika tu walionyakuliwa ndio watakao muona. Lakini baada ya unyakuo itapita ziki kuu. Baada ya ziki kuu, mwishoni mwa ziki kuu, ndipo jua litakuwa jeusi, mwezi utageuka mwekundu kama damu, nyota zitaanguka juu ya nchi, nguvu za mbingu zitatikisika. Itaonekana ishara ya mwanadamu akija juu ya mawingu. Biblia inasema na mataifa yote wataomboleza. Ndipo watakapomkumbuka yule waliomchoma, na makabila yote yataomboleza. Sasa kipindi hiki ndio anakuja kuanzisha utawala wake wa miaka 1000. Muda huo sasa mpinga Kristo atazuiliwa kufanya kazi na shetani atakamatwa, atafungwa kuzimu miaka 1000. Mpaka ile miaka 1000 itakapoisha ya utawala wa Bwana Yesu Kristo, Biblia inasema kwenye kitabu cha Ufunuo atafunguliwa tena, atawakusanya mataifa pepo 4 kwa vita ile kuu ya mwisho, Gogu na Magogu. Kwa baada ya utawala wa Yesu Kristo wa miaka 1000, shetani atapanda tena kutoka kuzimu, atakuja kuwakusanya mataifa kwa vita ile ya mwisho. Hiyo vita watakatifu wa Mungu hawatapigana, maana adui atakuja kuizingira kambi watakatifu. Biblia inavyosema, lakini moto utashuka kutoka mbinguni utawalamba. Maana baada ya hapo kutakuwa na hukumu mbele ya kiti kikubwa cheupe. Kwa baada ya hukumu ya kiti cheupe, ndipo Biblia inasema wafu kwa wakubwa watafufuliwa, yani baadhi tawatoa, yani wote tutasema mbele ya kiti cha hukumu. Baada ya hapo sasa ndipo vitabu vitakavyofunguliwa
kitabu cha uzima na vitabu vingine vya hukumu vitafunguliwa. Ambaye kuonekana jina lake katika kitabu cha uzima, Biblia inasema atatupwa katika jehanamu ya moto. Kwa hiyo sasa kitakachoanza ni nini? Ni unyakuo. Baada ya unyakuo, ziki kuu. Baada ya ziki kuu, utawala miaka 1000 ya Bwana wetu Yesu Kristo. Baada ya hapo Armageddon. Baada ya hapo ndipo itakapokuja hiyo hukumu ya mwisho, yaani ile vita ya Gogu na Magogu. Baada ya Gogu na Magogu ndo itakapokuja sasa hiyo kwa habari ya hukumu ya siku ile ya mwisho. Kwa hiyo huo ndo mpangilio ambao Biblia inauzungumzia. Kwa hiyo Mungu wa mbingu na nchi awabariki wote.